Rais wa Marekani anakumbwa na changamoto nyingine ya maandamano yaliyojiri katika taifa hilo, huku wananchi wa Kimarekani wakipinga juu ya utawala wake na kutokana na vita anavyoviendeleza huko nchini Iran. Maandamano makubwa dhidi ya utawala wa Trump yamefanyika katika miji kote Marekani kuashiria marudio ya 3 ya mikutano ya No Kings ambayo hapo awali yaliwavutia mamilioni ya watu. Wananchi nchini Marekani ni kama vile wamechoshwa na utawala wa rais wa Marekani Donald Trump. Sasa wameamua kuanzisha maandamano makubwa karibia katika majiji makubwa nchini Marekani. Hata hivyo, maandamano hayo yamekuwa na jumbe tofauti tofauti, lakini moja kati ya jumbe hizo ni kwamba Wamarekani hawahitaji kuburuzwa na rais wao bwana Donald Trump, wakisema kwamba wanachotaka kwa sasa ni kile wanachosema no kings, kwa maana hawahitaji kuwa na ufalme katika taifa hilo, kama ambavyo rais wa Marekani Donald Trump ni kama vile amejivika ufalme wa taifa la Marekani. Waratibu wa maandamano hayo wanasema wanapinga sera zilizowekwa na rais Donald Trump, ikiwa ni pamoja na vita nchini Iran, utekelezaji wa sheria za uhamiaji na kupanda kwa gharama ya maisha. Tangu rais huyo wa Marekani alipoingia madarakani, nchini Marekani kumekuwa na mambo mengi, ikiwa ni pamoja na kufurushwa kwa wahamiaji, lakini pia hali ngumu ya maisha ambapo gharama ya maisha imezidi kupanda. Na hata katika kipindi hiki cha vita ambavyo amevianzisha rais huyo wa Marekani nchini Iran, hali ya maisha imezidi kuwa ya gharama ya hali ya juu. Trump anataka kututawala kama mtawala dhalimu, lakini hii ni Marekani na mamlaka ni ya watu, si kutaka kuwa wafalme au marafiki zao mabilionea, waratibu wa maandamano hayo walisema. Hata hivyo, kupitia msemaji wa ikulu ya White House alisema maandamano hayo hayana umuhimu na ni waandishi wa habari tu wanaoyajali. Lakini kimsingi wachambuzi wa mambo wanasema kwamba maandamano haya yatakuwa na athari kubwa ndani ya Marekani na kwamba waandamanaji wanachokipinga ni utawala wa rais huyo wa Marekani bwana Donald Trump. Rais huyo wa Marekani anadaiwa kwamba ni moja kati ya viongozi wanaotumia nguvu kubwa katika utawala, tofauti na viongozi wengine walioingia madarakani katika miaka ya hivi karibuni. Ni rais wa Marekani Donald Trump ambaye ametumia ubabe juu ya nchi zingine, ambapo alimteka nyara rais wa nchi ya Venezuela Nicolas Maduro. Ni rais Donald Trump ambaye wakati huu anaendeleza vita wakati wa kipindi cha mazungumzo yaliyokuwa yakiendelea kati ya Marekani na Iran. Lakini ni rais huyu ambaye wakati huu inaonekana anatumia fedha za walipa kodi wa nchini Marekani bila sababu za msingi, licha ya kwamba wa Republican walimkubalia, lakini wa Democratic wengi walikataa vita dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, jambo ambalo wakati huu bado limekuwa ni kizungumkuti kwake yeye mwenyewe rais Donald Trump. Kuanzia siku ya Jumamosi, maandamano yalifanyika karibu kila jiji kubwa la Marekani, ikiwemo pamoja na New York, Washington DC, Los Angeles, Boston, Nashville, Houston, na umati wa watu pia walikusanyika katika miji midogo kote nchini Marekani. Lakini moja kati ya jambo jingine ambalo wachambuzi wa mambo nalitaja ni pamoja katika uchaguzi wa katikati ya muhula ambao utafanyika mwaka huu, ukakiweka chama cha Republican pembeni katika bunge la Marekani. Hiyo ndio hofu kubwa ambayo wakati huu imemjaa rais huyo wa Marekani na chama chake cha Republican. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu kupitia The World News.